Kuna watu wanasema Dar es Salaam hailali. Wanasema ni mji wa fursa. Lakini kwangu mimi, Samuel, usiku wa Dar es Salaam ni kaburi lililo wazi. Siku hiyo ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 3. Nakumbuka tarehe hiyo vizuri kwa sababu ndio siku maisha yangu yalipogeuza ukurasa na kuwa jinamizi. Mimi ni dereva wa mtandao, Bolt, Uber, napiga zote. Gari nalotumia ni la mkataba. Kila wiki lazima nimpelekee bosi 2.5 laki. Ikipungua hata 100, amenitishia kuninyang'anya ufunguo. Na mimi nina wadogo zangu wawili wananitegemea kwa ada na chakula, hivyo sina chaguo zaidi ya kupambana. Ilikuwa saa 8 na dakika 10 usiku. Mvua ilikuwa inanyesha, ile ya rasharasha inayoleta ubaridi na usingizi. Nilikuwa nimepaki maeneo ya Namanga, nikiwa nimechoka hoi. Macho yangu yalikuwa mazito, nikijaribu kuhesabu ya siku. Nilikuwa na shilingi 60,000 tu, bado 40,000 ili nifikishe hesabu ya bosi. Niliwaza kuzima app, nikalale. Nikasema, Samuel, kapumzike, kesho nayo siku. Mkono wangu ulienda kwenye simu ili kubonyeza go offline. Ghafla simu ikaita. Request iliingia. Macho yangu yakatua kwenye kioo cha simu. Pickup ni Masaki, DoubleTree Hotel. Destination ni Mbezi Beach, Africana. Bei ilikuwa tamu, 25,000. Nikapiga hesabu haraka. Nikimpeleka huyu, nikirudi mjini, hesabu ya bosi imetimia. Sikujua kuwa hiyo 25,000 ndio ilikuwa nauli yangu ya kwenda kuzimu. Nilikubali request, nikawasha gari. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujaendelea na mkasa huu mzito wa Samuel, nina ombi moja dogo. Ikiwa unaifurahia simulizi hii na unataka kujua hatima yake, tafadhali bonyeza alama ya like hapo chini. Inatusaidia sana video hii kuwafikia watu wengi zaidi. Kama bado haujajiunga na familia hii, bonyeza subscribe na hiyo alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa punde tu sehemu inayofuata itakapotoka. Na jambo moja la kipekee leo, ningependa kukutambua. Hebu niandikie hapo chini kwenye comments. Unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Nilipofika Masaki, mtaa ulikuwa kimya. Taa za njano za barabarani zilikuwa zinamulika lami iliyoloana. Hakukuwa na mtu yoyote nje ya hoteli isipokuwa binti mmoja. Alikuwa amesimama kwenye kivuli, mvua ikimnyeshea kidogo. Alipoona gari langu, alikimbia na kuingia kiti cha nyuma haraka sana, kama mtu anayekimbizwa. Habari yako dada? Nilimsalimia huku nikimwangalia kwenye kioo cha mbele. Hakujibu. Badala yake nilisikia sauti ya mtu anayevuta kamasi na kulia kwa kwikwi. Alikuwa mrembo sana. Alivaa gauni fupi la rangi ya bluu, wigi la gharama, na alikuwa na harufu ya perfume kali sana. Perfume iliyonukia kama maua ya makaburini. Lakini kitu kilichonistua ni mzigo aliokuwa nao. Alikuwa na begi kubwa la gym, jeusi. Aliliweka pembeni yake, akilikumbatia kwa nguvu. Twende Mbezi, haraka, tafadhali, aliongea kwa sauti ya kutetemeka. Sikutaka kuuliza maswali. Kazi yetu haitaki udadisi. Nikakanyaga mafuta. Safari ya kutoka Masaki hadi Kinondoni ilikuwa ya kimya kizito. Kimya kile kilikuwa kinaniogopesha. Mara kwa mara nilimtazama kwenye kioo. Alikuwa akitazama nyuma kama anahakikisha hakuna gari inatufuata. Begi lile jeusi alilokuwa kilikumbatia lilionekana zito kuliko kawaida. Na kulikuwa na kitu kingine. Pamoja na harufu nzuri ya perfume yake, kulikuwa na harufu nyingine ndogo inachomoza, harufu kama ya chuma au damu mbichi. Lakini nilijipuuzisha. Nikawasha redio kidogo ili kuvunja kimya, lakini alinifokea ghafla. Zima redio. Nilishtuka, nikazima. Tulipofika maeneo ya Kinondoni, karibu na makaburi, aliniambia nisimame. Samahani kaka, naomba nisimame hapo kwenye hilo duka la dawa. Nahitaji kununua maji na dawa ya kutuliza maumivu. Nilimsimamisha.
Akafungua mlango. Mvua ilikuwa bado inanyesha. Akataka kutoka, lakini akaliacha lile begi zito kwenye kiti. Akasema, nakuachia hili begi, usiondoke, narudi sasa hivi. Hapo ndani kuna vitu vya thamani sana, ni life insurance yangu. Akatoka na kukimbilia kwenye duka la dawa lililokuwa na mwanga hafifu. Mimi nikabaki kwenye gari, nikiwa nimeegemea kiti, nikisubiri. Dakika vitabu zikapita. Dakika 10, dakika 20, binti harudi. Nilianza kupatwa na wasiwasi. Duka la dawa lilikuwa limefungwa nusu, sikuona mtu akitoka. Nikaanza kupiga honi, wewe dada, muda unaenda. Kimya. Hasira zikaanza kunipanda. Nikawaza labda amenitoroka ili asilipe nauli. Lakini nikakumbuka lile begi. Hawezi kuacha begi lenye vitu vya thamani akimbie nauli ya 20,000. Nilishuka kwenye gari. Nikaenda kwenye lile duka. Mhudumu wa duka akaniambia, kaka, hakuna mwanamke aliyeingia hapa muda huo. Miguu yangu ikaanza kupata ganzi. Kama hajaingia dukani, ameenda wapi? Nilirudi kwenye gari mbio. Nikatazama kiti cha nyuma. Kile kiti alichokaa kilikuwa kitupu, isipokuwa lile begi jeusi. Niliingia ndani ya gari na kufunga milango yote. Niliwasha taa ndani ya gari, nikaliangalia lile begi. Lilikuwa jeusi, la ngozi, na lilionekana limejaa kitu kizito. Na ile harufu ya chuma ilikuwa sasa inasikika waziwazi, ikishinda hata ile perfume. Nikaona kwenye upande wa chini wa begi kuna utepe mwekundu. Niligusa. Ilikuwa damu. Damu mbichi iliyokuwa inavuja kidogo kidogo na kuchafua siti ya gari la bosi wangu. Mungu wangu, nilinong'ona. Akilini nikawaza, labda amebeba nyama au ameiba kitu. Ilibidi nijue. Siwezi kuendesha gari na mzigo wa mtu asiyejulikana, tena unaovuja damu. Niliunyosha mkono wangu wa kulia, nikashika zipu ya begi. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Nilianza kuvuta zipu polepole. Begi lilifunguka. Ndani kulikuwa na nguo nyingi zimejazwa, zikiwa zimeloa damu. Nikasogeza zile nguo pembeni ili nione kilichofichwa katikati. Nilitamani ardhi ipasuke inimeze. Nilitamani niwe nimeota ndoto. Katikati ya zile nguo kulikuwa na kitu cha duara. Nilipokimulika vizuri, macho mawili yaliyokufa yalinitazama, mdomo uliokuwa wazi kwa hofu ya mwisho. Ilikuwa ni kichwa. Kichwa cha mwanaume aliyekatwa shingo vibaya sana. Niliachia lile begi likadondoka chini ya gari. Kichwa kile kikaonekana kikinipungia. Nilistuka, nikaruka kiti cha mbele, nikitaka kufungua mlango nikimbie. Sijawahi kuona kitu cha kutisha namna hiyo maishani mwangu. Lakini kabla sijashuka, simu ikaanza kuita. Sio simu yangu. Ilikuwa simu iliyokuwa ndani ya lile begi, chini ya kile kichwa. Iliita kwa mlio mkali uliopasua ukimya ule usiku wa manane. Niliangalia ile simu kwa hofu. Jina lililoandikwa kwenye kioo lilisomeka Afande Zoro. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka, jasho likinitoka. Wakati huo huo AC inawaka. Sikujua nipokee au nikimbie, lakini nilijua kitu kimoja: maisha yangu ya udereva yameisha. Sasa nimekuwa shahidi wa kuzimu. Simu iliendelea kuita, ikivunja ukimya wa usiku ule wa mvua. Jina kwenye kioo liliendelea kumulika kwa herufi kubwa, Afande Zoro. Moyo wangu ulipiga kwa kasi kiasi kwamba nilihisi utapasua kifua. Nilikuwa nimekaa ndani ya gari langu, nikiwa nimeegemea mlango wa dereva kwa hofu, huku lile begi likiwa limelala chini ya gari.
likionyesha sehemu ya kile kichwa kilichokatwa. Sikujua la kufanya. Nilikimbia, nilipige teke lile begi mbali na mimi, lakini sauti ndogo ndani yangu iliniambia, ukikimbia sasa, alama zako za vidole zipo kwenye begi. Wewe ndiye utakayekamatwa kama muuaji. Simu ilikata, kimya kikarudi kwa sekunde chache. Nikaanza kupumua kwa shida, nikijaribu kuwaza. Afande Zoro. Jina hilo lilinipa picha ya askari. Kama huyu ni polisi, labda naweza kumwambia ukweli? Labda naweza kumwambia kwamba mimi ni dereva tu niliyeponzwa na abiria? Kabla sijamaliza kuwaza, simu iliita tena. Mlio ule ule mkali. Safari hii, sikujua ujasiri ulitoka wapi. Niliokota ile simu kutoka ndani ya begi, nikijitahidi kutogusa damu iliyotapakaa kwenye nguo. Nilikandamiza kitufe cha kupokea na kuiweka sikirani. Hello? Sauti yangu ilitoka kwa tabu, kama mtu anayenyongwa. Upande wa pili, kulikuwa na kimya cha sekunde 2. Kisha, nikasikia sauti. Haikuwa sauti ya kubweka au kufoka. Ilikuwa sauti nzito, tulivu na ya baridi kama barafu. Sauti ya mtu aliyezoea kuamuru na kuua. Samuel, sauti hiyo ilisema. Nilikaribia kudondosha simu. Anajua jina langu. Nani mwenzangu? Mimi ni dereva tu. Yule dada ameshuka. Nilianza kujitetea haraka haraka. Nyamaza, ile sauti iliniamuru. Ilikuwa na mamlaka ya kutosha kunifanya nifunge mdomo. Najua wewe ni dereva. Najua unaendesha Toyota IST namba D. Na najua unalo begi langu. Miguu yangu ilianza kupata ganzi. Huyu mtu anajua kila kitu. Mzee, afande, mimi sijui chochote. Huyu dada ameniachia hili begi. Akasema anaenda kununua dawa. Tafadhali, nakuomba. Mimi natafuta riziki tu. Sikiliza vizuri Samuel. Ile sauti iliendelea bila hata chembe ya huruma. Huyo mwanamke harudi. Na hilo begi lina mali yangu. Nataka usikilize kwa makini. Wazo lako la kwanza ni kwenda polisi, sivyo? Nilimeza mate. Hilo ndilo wazo langu haswa. Ukienda kituo chochote cha polisi, aliendelea, hautatoka ukiwa hai. Mimi ndiye polisi. Mimi ndiye sheria. Ukikanyaga kituo chochote, nitajua. Na nikijua, sitakuwa wewe tu. Najua una wadogo zako wawili wanaosoma shule ya msingi huko Mbagala. Unataka na wao waingie kwenye hili? Dunia ilizunguka. Alikuwa na wajua wadogo zangu. Huyu hakuwa jambazi wa kawaida. Huyu alikuwa shetani. Nataka nifanye nini? Niliuliza huku macho yakinitoka. Nirudishe begi? Hapana, usirudi hapo ulipo. Tayari umeshaonekana. Ingiza hilo begi garini. Washa gari. Endesha kuelekea Bagamoyo Road. Nitakupigia kukupa maelekezo ya wapi pa kulitupa. Na Samuel, ukijaribu kufanya ujanja wowote, kumbuka, naona kila hatua yako. Simu ikakata.